Nipende kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya nafasi ambayo Mungu anatupa kumtumikia katika ufalme wake. Naitwa Askofu Zakayo Enoka Bugota wa Kanisa la African Church Tanzania, nasimamia Dayosisi ya Shinyanga. Na kwa maana ya dayosisi kwa sasa tunafika pia Simiyu na tunafika pia katika wilaya ya Mbogwe na Bukombe, hizo siku mkoa wa Geita. Na tunamshukuru Mungu kwamba hii dayosisi ya African Church Tanzania, dayosisi ya Shinyanga, ni moja kati ya dayosisi 7 za kanisa la AIC Tanzania. Na tunamshukuru Mungu kwamba kila dayosisi ina uongozi wa askofu, lakini pia nashukuru Mungu kwamba pia tuna askofu mkuu tunayemwita Musa Masanja Magosela, ambaye anatuunganisha maaskofu wote na kanisa zima kwa ujumla. Nipende kumshukuru Mungu pia kwa ajili ya kanisa letu la African Church Tanzania kwa sababu ya umoja tulionao katika kufanya kazi zetu za kueneza utume, hasa katika nchi yetu ya Tanzania, lakini pia tunaenda mahali nje ya Tanzania. Na katika mikakati ambayo tunayo kama kanisa la AIC Tanzania, pamoja na kuyafikia maeneo ya jirani kama katika nchi ya Burundi, Rwanda, lakini pia tumekuwa na mkakati wa kuelekea DRC na hasa kule Lubumbashi na hata Msumbiji kama njia moja ya kupanua kazi ya Mungu. Na sisi kama dayosisi ya Shinyanga huku katika maazimio ya kanisa tumepewa mkakati mkubwa zaidi wa kushirikiana na nchi ya Burundi, lakini pamoja na Rwanda, ila pamoja na kushirikiana na dayosisi za kimkakati za ndani kama Tabora, mahali ambapo tunaweza kuunganisha nguvu za uinjilisti na kufikia maeneo ya kimkakati yaliyo katika mkoa wa Tabora, kupanda makanisa na kuanzilisha utume wa Yesu Kristo. Hata hapa ndani bado tuna maeneo yanayohitaji zaidi kazi ya kupanda makanisa, lakini tunashukuru kwa ajili ya idara ya Injili na Mission tunayoshirikiana nayo, na kwa sasa tunazo timu zingine kubwa kama kule Bukundi, eneo la Manjoro. Huu ni wilaya ya Meatu, na tunajaribu kuunganisha nguvu kuanzisha makanisa katika maeneo haya. Pamoja na hayo, ili kupanua kazi ya kanisa katika mpango mkakati wetu wa miaka 5 ambao tunaamini unaishia mwaka 2030 kwa sasa, mojawapo ya azimio au mpango na kwenye mpango mkakati, sisi kama dayosisi ya Shinyanga, yani kwa maana ya mikoa hii Shinyanga, Simiyu pamoja na wilaya nilizozitaja za Mbogwe na Bukombe, sinodi kupitia ushauri wa sinodi na baraza la utendaji ielekezwa kwenye mpango mkakati wa miaka 5 tuhakikisha kwamba tunazalisha dayosisi zingine 2. Dayosisi moja ni ile dayosisi ya Simiyu ambao kwa ujumla ni mkoa wote wa Simiyu ukiondoa wilaya ya Busega, lakini pamoja na dayosisi nyingine tunazoziita pendekezo dayosisi ya Kahama, kwa maana hiyo wilaya yote ya Kahama pamoja na halmashauri zake, lakini pia tunaenda sasa mpaka na zile wilaya zingine za Mbogwe na Bukombe na program na pengine tunaamini katika makisio yetu tunaweza pia kupanua mipaka mingine, labda kushirikiana na Tabora kupata wilaya kama ya Kibondo, ili kueneza kwa urahisi zaidi kazi ya Injili. Na sasa kwa ajili ya mpango uliopo kwa idhini ya baraza la utendaji la AICT na kwa uamuzi wa sinodi ya dayosisi, ni kwamba tumekubaliana kwa kipindi sasa cha kuelekea mwaka 2027 tuanzishe dayosisi moja inayoitwa Dayosisi Pendekezo la Kahama. Baraza la utendaji la AICT limeshatupa idhini hiyo, na sasa tunaendelea vizuri. Tayari tumeshaunda kamati ambayo ya ukanda huo, hiyo kanda ya Kahama, ambayo taina mwenyekiti msaidizi, katibu na wajumbe wengine, na wameshachaguliwa, na tunamshukuru Mungu kwamba kamati ile imeshaanza kazi. Wito nilionao kama askofu hapa wa kwanza ni kuwaunga mkono wanapotembelea makanisa. Kinachohitajika kikubwa, kwanza lazima tupate taarifa inayojitosheleza, yaani kwa maana tunataka taarifa za msingi, baseline. Kwa hiyo maana yake ni kujua kwa upana zaidi, kwa uhalisia, tuna makanisa mangapi. Tunajua kitakwimu tunayo, lakini nataka tujue idadi ya makanisa yana waumini wangapi, na nambari ya hapo yana uwezo kiasi gani ya kiuchumi,
na mbali ya hapo pia tujue huduma mbalimbali za kijamii zilizopo. Tutambue pia maeneo ambayo yanahitaji uanzishwaji wa makanisa, sio kama makanisa ya AIC au pia hayana makanisa kabisa, injilisti unahitajika. Kwa hiyo kamati ile inatembelea kujaribu kwanza kubaini na kupata vitu kama hiyo kwa uhalisia na kutoa taarifa, lakini kitu kingine inajaribu kuwaelimisha Wakristo juu ya uanzishaji wa hii diocese, kwa sababu diocese ikianzishwa kutokana na majukumu, ni swala la kuandaa Wakristo kupokea wakati ambapo itakapoamuliwa sasa kwamba wanapata nafasi ya kupewa askofu, yaani askofu anachaguliwa na kwa hiyo kuna miundombinu muhimu inatakiwa, kwa mfano kuandaa nyumba ya askofu, kuandaa ofisi ya askofu, kuandaa pia mahali ambapo miundombinu mingine kama usafiri wa viongozi watakaochaguliwa, na kuanzisha ofisi kutahitaji gharama uendeshaji wake, na kwa sababu hiyo hata maandalizi ya uzinduzi wa dayosisi yenyewe itakapofikia mahali lazima kuwe na fedha inayotosha kwa ajili ya kusaidia uanzishwaji wa dayosisi. Ingawa at least kama tuweze kukusanya hata fedha ya miezi 6, ingawa mwaka mzima basi, ili kwamba askofu akipatikana isiwe ni swala tena la kuanza kufikiria namna kuendesha dayosisi, bali kutakuwepo na fedha yote ya uendeshaji karibu kwa mwaka mzima. Maana atahitaji kuajiri watu, atahitaji gharama za kusafiri kufikia makanisa, atahitaji mikutano, kukaa vikao, na kuanza kufikiria zaidi nini cha kufanya kupanua kazi ya Bwana, shughuli za uinjilisti. Na wakati mwingine askofu atahitaji pia mahusiano na watu wengine, atahitaji kuhudhuria vikao vya kanisa zima, atahitaji pia kuhudhuria vikao vingine kama vya CCT katika maeneo husika, msosini wanachama wa CCT. Hizo zote zinamhusu askofu atakayekuwa anasimikwa katika eneo hilo. Kwa hiyo maandalizi yanahitajika, na hayo lazima afanywe na Wakristo, na hasa katika ukanda huo kwa kipindi hiki ambako kabla hatujafikia dayosisi sasa kuidhinishwa kuanza katika maandalizi haya. Niseme neno hili ambayo ni vizuri kila Mkristo akielewa. Kwa sasa huduma zetu za kanisa zima la AIC Dayosisi ya Shinyanga zitabaki pale pale, kwa maana kwamba tayari tuna sinodi moja, tayari tuna bajeti zinazoendelea za uendeshaji wa dayosisi nzima. Kwa hiyo hizo shughuli zote za mpango mkakati wa utekelezaji wa mwaka mmoja huu tunaendelea nao zitaendelea kufanywa na kanisa zima kwa maana ya dayosisi mama hii ambayo ndio ikiendelea kwa wakati huu. Kwa hiyo tumuombe sana Mungu asitokee watu kufikiria sasa tumeshakuwa dayosisi, wakati huo bado tuna dayosisi pendekezo. Itafika mahali ambapo sasa sinodi kuu ya AICT itaidhinisha hii dayosisi kuanza na taratibu zingine zitafuata. Niombe sana tuendelee kuombea neno hili kwanza. Hii ni jambo la msingi. Tuna kamati za maombi za kidayosisi, tunaziita milima ya maombi, zilikumbuka hili jambo kwa sababu sio jambo jepesi, lakini tuombee na hiyo kamati yenyewe, tuombee na sisi viongozi kama waandamizi wa dayosisi tunatakiwa kusemea mambo haya, lakini tukimwombea pia na askofu mkuu ambaye kwa kawaida anasimamia kanisa zima pamoja na dayosisi nyingine alionayo ya Mwanza. Bado kuna majukumu mengi ya kanisa ambayo tunatakiwa tuunge mkono. Kwa mfano, katika kanisa zima bado tunafanya kazi ya kujenga ofisi kuu. Niseme kwamba sisi kama dayosisi ya Shinyanga kwa ujumla wake wa sasa bado tuko nyuma sana, na kuna vitu vingine ambavyo lazima tufikirie kwamba kama tuonyeshi umoja katika kazi za kanisa, hii inaweza kutoa mashaka kwamba labda tutakapoiacha hiyo dayosisi tunaweza kuitelekeza. Kwa hiyo niombe sana ile michango ya waumini kusupport shughuli za ujenzi wa ofisi kuu tuifanikishe, ili jengo la makao makuu liweze kumalizika. Litakapokuwa limemalizika litasaidia kazi nyingi zaidi za kanisa ambazo zinahitaji uchumi, ikiwa ni pamoja na kutunza wachungaji wanaostaafu, hata maaskofu wanaostaafu. Hicho chote itakuwa ni moja ya uwekezaji unaweza kutusaidia katika masuala ya kiuchumi. Lakini tuna mambo mengine yanayoendelea kila siku. Tuna vyombo kama hivi vya habari vinavyohitaji kuungwa mkono, na tunaweza kuendelea kuunga mkono. Tuna jitihada kubwa kuendelea kuimarisha Inland TV. Ni muhimu sana bado kanisa tukaunganisha nguvu. Tunapofikiria kwamba tunafanya maandalizi ya dayosisi, hii haina maana kwamba tunaacha wajibikaji. Hicho kitakuwa ni kigezo cha kutuzoofisha sana. Kwa hiyo
tuunge mkono. Kuna shughuli za kuchangia vyuo vya Biblia, yani ada Mkristo, ili tuendelee kuimarisha shughuli kama za kanisa. Hizo zote zinaendelea. Bado tuna idara zetu kwa ujumla wake na kurugenzi, tunaziunga mkono kama Wakristo, kwa sababu hizo zinatuunganisha sisi wote. Masuala ya kimisheni, ya uinjilisti, masuala ya elimu ya Kristo, masuala ya watoto, masuala mengine yote ya kidayosisi. Tunazo pia kazi ambazo tumeshaamuliwa na sinodi kwa utekelezaji wa mpango mkakati wa utekelezaji wa mwaka mmoja huu wa 2026. Hizo tuziunge mkono. Tuna vitu ambavyo vimesimama muda mrefu kama shule yetu hapa ya Chibe hapa Shinyanga. Tumeamua mwaka huu kwamba tuiwekeze nguvu tuweze kuifufua. Kwa hiyo ni vizuri tukaunga mkono. Tunaunganisha nguvu zetu katika pia hata kusomesha wainjilisti katika chuo chetu cha Korandoto. Tuunganishe nguvu. Sasa tukipata watumishi, tukipanua diocese na tukaanza kufikiria kuanzisha makanisa, tutamtuma nani pale? Itakuwa vizuri zaidi kama tunajiunga mkono katika kuandaa watumishi wengine ili waweze kwenda kushika kasi kwenye maeneo mapya tunayotegemea kuanzisha. Mimi kama askofu mwangalizi wa dayosisi hii bado natia moyo kwamba sisi shughuli zetu bado ni moja, na kwa hiyo hata kamati inapotembea huko najaribu tu kukusanya taarifa muhimu, lakini na kuhamasisha kusaidia katika wakati mwingine kuna michango. Kwa mfano hata kamati haiwezi kutembea bila hela, lazima kuwepo na mfuko wa kusaidia katika uanzishaji. Michango hiyo kama ambayo inaelekezwa na kamati au iliyoamuliwa na uongozi wa diocese, ikiungwa mkono, naamini itaungwa mkono, tutafika mahali ambapo hata tunapofikiria kuwa na hiyo dayosisi pendekezo inaanzishwa 2027 itakuwa ni jambo la amani sana. Niombee kamati na kuomba kwamba Mungu asaidie. Najua ni kazi ya kujitolea, haitakuwa na malipo, lakini swala la kumtumikia Kristo mwenyewe ndiye alikuwa mwanzilishi wa kujitoa kabisa. Atatoa maisha yake kwa ajili ya ukombozi wetu tulionao na sisi tunamtumikia. Nishukuru sana kwa ajili ya vyombo vyetu vya habari vinavyoendelea, MCC, na kushukuru kwa sababu ya kazi kubwa mnayofanya, Inland TV, Inland Radio, lakini tushukuru pia kwa ajili ya mitandao mingine inayotusaidia kutoka kwenye makanisa yetu ambayo ipo na YouTube, na tunaomba kwamba tusaidie zaidi katika kupanua huduma ya Bwana Yesu. Mungu wa mbinguni aibariki kanisa la African Church Tanzania na aibariki Tanzania. Amen.